Hii ni Mbiu ya Vipimo. Kiongozi, tuko katika siku 100 za Rais Samia ambapo kumekuwa kuna maelekezo na ahadi zilitolewa kwamba ndani ya hizo siku kuna utekelezaji wa masuala mbalimbali na mambo mbalimbali katika kuhudumia wananchi. Wakala wa vipimo, nini kimefanyika ambacho tunaweza kusema kwamba hiki kimefanyika, ni utekelezaji katika ahadi za Rais Samia ndani ya siku 100? Asante sana kiongozi. Miongoni mwa vitu vingi vilivyofanyika katika wakala wa vipimo, mojawapo ni uagizaji pamoja na usimikaji wa mtambo huu wa uhakiki wa dira za maji. Na mtambo huu umeagizwa na umesimikwa mwezi wa 11 ambao ni ndani ya kipindi hiki. Na kulingana na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama tawala, kina mpango wa kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata maji ya kuweza kutumia katika familia yake. Na kuna miradi mingi sana ambayo serikali imeweza kuiwekeza katika nchi yetu. Kwa hiyo katika kipindi hiki mtambo huu umekuja kwa wakati mwafaka kuhakikisha kwamba watumiaji pamoja na wafanyabiashara pamoja na mamlaka zinahakikisha kwamba dira za maji zote ambazo wateja wanawekewa katika majumba yao, wateja wanawekewa katika viwanda, katika maeneo mbalimbali ambapo maji yanatumika, ziweze kuhakikiwa. Na mtambo huu uko hapa kwa ajili hiyo. Kwa hiyo tunawasa wafanyabiashara pamoja na mamlaka kuhakikisha kwamba wanatumia mtambo huu vizuri, ili kuhakikisha kwamba wateja pamoja na mamlaka zinaweza kupata thamani ya fedha ambayo wamewekeza au ambayo wanatumia katika matumizi ya maji. Mtambo huu unahakiki dira kiasi gani ukilinganisha na iliyokuwa awali? Mtambo huu kama nilivyosema awali, unahakiki dira 10 kwa wakati. Ndani ya dakika 5 mpaka 10 tunakuwa tumepima dira 10. Tofauti na awali tulikuwa tunapima dira moja ndani ya dakika 30 mpaka 40. Kwa hiyo tunapima mita nyingi kwa wakati. Kwa mfano hata ile mitambo iliyoko Misugusugu, mamlaka nyingi kwa mfano pale Dar es Salaam zimekuwa zikipeleka mita zaidi ya 1,500,000 mpaka 300,000 na zinahakikiwa ndani ya siku 3 siku 4. Kwa hiyo mtambo huu sasa ambao uliko Dodoma unahamasisha watu ambao wanakuwa jirani, mikoa iliyoko jirani hapa kaskazini, kanda ya Ziwa mpaka na kusini mwa nchi, iweze kuhakikisha kwamba tunahakiki dira zetu za maji katika miradi mbalimbali ambayo serikali imeweza kuwekeza, ili kuhakikisha kwamba thamani ya fedha inapatikana katika taasisi husika za mamlaka, lakini pamoja na kwa wananchi kwa jumla, ili kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa kulingana na kauli pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Tanzania. Bila shaka, je, mna mipango mingine ya kuendelea kupeleka huduma kama hii katika mikoa ya mbali kama Kigoma? Ndio. Rukwa. Mipango hiyo ipo? Mipango hiyo ipo. Katika mipango yetu ya miaka 5 inakuja, kwa jumla strategic plan yetu ambayo inaanza mwaka 2026 kuelekea miaka 5 mingine, tunapanga kununua mitambo hii kuweka katika kanda zilizosalia. Kanda ya Mashariki tayari tunayo miwili, kanda ya Kati tunao moja, lakini tunapanga kuweka kanda ya Kaskazini, kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi pamoja na kanda ya Kusini, ili kuhakikisha kwamba huduma inapatikana kirahisi kwa kutumia mitambo hii ya kidijitali. Uhakiki wa dira za maji ni moja tu ya majukumu yanayofanywa na wakala wa vipimo, na katika kipindi cha leo bila shaka umenufaika kwa kujifunza na kufuatilia ni kwa namna gani wakala wa vipimo tunahakiki dira za maji. Katika vipindi vingine vinavyofuata tutaendelea kuangazia na kukuletea maeneo mbalimbali au majukumu mbalimbali ambapo wakala wa vipimo unafanya kazi kwa manufaa ya wananchi. Karibu sana. Jina langu ni Veronica Simba kutoka wakala wa vipimo.